Haya bwana, asante kwa maoni yako pia. Tayari sisi tupo hapa na Abel Kilumbu kwa ajili ya lenzi. Bwana karibu sana ndugu yangu. Sio mchezo. Mbona umeanza kwa kusema sana? Huko nje kueleweki. Mvua kubwa sawa. Tulime. Mvua imetawanyika. Watu wa Dar tulime. Kuna mvua kubwa afu mvua iliyotawanyika. Watu wa Dar tuingie kwenye kilimo sasa, watu wa Dar. Sio mchezo. Bwana, jana ilikuwa ni kumbukizi ya siku ya kuzaliwa kwa hayati baba wa taifa. Kama angekuwa hai, manake jana alikuwa anatimiza umri wa miaka 103. Angepiga 103 jana. 103 jana. Lakini mama yupo. Kuendelea kuhesabu. Mama yupo. Kuendelea kuhesabu yupo. Kuendelea kuhesabu sisi. Kwa legacy aliyoiacha Mwalimu Nyerere ana miaka 103. Tunahesabu hilo hayati. Unajua kwa nini tunakumbuka vitu kama hivyo? Mambo yanaendelea nchini. Angekuwepo ili ingekuaje? Angekuwepo mngeweza bwana kuishi alikuwa anaamini Jana angaliaga watu, mtu anasema kasa mwalimu angekuwepo ili angekemea, mngeweza kuishi kwenye falsafa zake sasa hivi. Sema wao walikuwa anaishi kwenye alikuwa anaishi yake, mngeweza anaishi kwenye zama za kale kwa maono yake. Ndio maana nasema mngeweza sasa hivi kuishi anachukua anataka yeye. Mambo ya ujamaa. Mngeweza. Au mnatamani tu awepo Mungu akisema basi namrudisha, mnakimbia hapa. Bwana karibu sana bwana kwenye lenzi. Asante bwana, tupo na taarifa za huzuni kumhusu mkurugenzi wa shirika la usambazaji umeme nchini TANESCO. Habari mbaya sana hiyo. Mhandisi Boniface Gisima Nyamohanga ambaye amefariki dunia kwenye ajali ya gari usiku wa kuamkia jana pale Bunda mkoani Mara. Ajali mbaya, ukitazama gari ile. Angechomoka mtu tungemuuliza umetokaje? Angekuwa ushuhuda kwa kweli. Sasa ukisikiliza taarifa rasmi kutoka kwa kamanda wa polisi mkoa wa Mara, Pius Lutumo, yeye alisema tukio hilo lilitokana na ajali mwendokasi. Kama ukifuatilia taarifa yake aliyosema kwamba tukio lilitokea majira saa 8 kuelekea saa 9 za usiku, dereva alipojaribu kumkwepa mwendesha basikeli na kugongana uso kwa uso na lori. Sasa ile ukiangalia picha na kumkwepa mpaka kugongana uso kwa uso, maana yake mwendo kasi moja kwa moja ni chanzo cha ajali hiyo. Saba hiyo. Sasa hili ndilo leo ambao tunamulika kwenye lenzi, hususan tabia ama matukio ya kuzoeleka kuhusu madereva wanaoendesha vyombo vya serikali, madereva magari ya serikali, magari ya taasisi za umma, kusifika kwa kuwa vinara uvunjaji sheria za usalama barabarani na kusababisha ajali ambazo zinaacha maafa makubwa sana. Mtu mmoja jana kanitumia ujumbe kwenye Instagram, madereva wa serikali wana chuo chao, wanafundishwa namna ya kukimbia. Huo wanahisi hawafi. Wewe ukishakutana nao barabarani huko. Kuna mshikaji wangu dereva ananiambia wakati mwingine ni bosi ndo anasema. Bosi ndo anahamasisha. Tuamshe mimi nachelewa kikao. Ile ngoja nikimbie same fly mara moja. Nachelewa kikao. Ile neno nikimbie. Huyo mmoja akaniambia bosi wake anaweza wakawa wapo Dar es Salaam mpaka saa 1 jioni. Wapo tu. Bosi anampigia simu. Wewe dogo, tunahitajika saa 2 Dodoma asubuhi. Tutatoka saa 4. Saa 2 na kikao muhimu, natakiwa nifungue kikao. Kwa hiyo hebu fanya lolote wewe tufike. Sasa mimi kufanya lolote ama nikimbie. Lazima nitoke nduki. Sasa hili linatishia maisha. Unajua sio tu masuala ya mwendo kasi kwa madereva hawa wa vyombo wa magari ya serikali ama yale mataasisi ya umma ambayo madereva wake unakuwa ni waajiriwa rasmi wa serikali. Sio tu swala la mwendo kasi, pia hata nidhamu binafsi za madereva wale. Nao unajiona kama vile nao wakurugenzi. Kuna muda wao kasema anachimbia mkwara. Unakumbuka kuna tukio moja lilisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, ilitokea pale katika nadhani polisi wamemkamata wiki iliyopita tu. Kwa mazingira yangu ya macho ni kama hapa Mlimani City kwa nyuma. Sio hapo.
Tusikize kwa taarifa hii ya jeshi la polisi wa mkoa, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, ambaye alimkamata na kumfungia, kutangaza kumfungia leseni ya udereva kwa miezi mitatu dereva mmoja wa serikali ambaye alihusika. Basi ngoja nikukumbushe ile, afu tutakuja kuweka mjadala kamili kuhusiana na tabia za madereva kwenye mwendo kasi na madhara ambayo yamewahi kusababisha hususan kwenye ajali zile za barabarani baada ya mwendo kasi wa madereva, na kutokuwa makini kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limemkamata na kumfungia leseni ya udereva kwa muda wa miezi mitatu dereva wa serikali aitwaye Bakari Kasim Rudohela, huyu ana miaka 32, ambaye alikuwa akiendesha gari la serikali lenye namba za usajili STN 6256. Hii ni mali ya serikali. Hii ni aina ya gari ya Toyota Land Cruiser, baada ya kuvunja sheria za usalama barabarani. Dereva huyo mnamo tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2025 katika eneo la Kionda Darajani lilopo mkoa wa Morogoro alisimamishwa na askari wa kikosi cha usalama barabarani kwa kosa, mara baada ya kufanya kosa au kutenda kosa la kuyapita magari mengine eneo ambalo aliruhusiwi kisheria. Dereva huyo mara baada ya kusimamishwa alisimama na askari alimweleza kosa alilolitenda. Wakati akiendelea kupata taarifa za gari hilo kwa ajili ya hatua nyingine za kisheria, dereva huyo alirudi nyuma kisha kuondoa gari hilo kwenda mbele kwa kasi, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria. Tukio hilo lilisambaa kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii kuanzia tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2025. Jeshi la polisi linatoa rai kwa madereva wote kuheshimu na kufuata sheria za usalama barabarani, ikiwemo kuzingatia kanuni pamoja na taratibu zote za usalama barabarani ili kuepusha ajali. Jeshi la polisi halitasita kuchukua hatua za kisheria kwa watu wote au kwa madereva wote wanaokiuka sheria za usalama barabarani. Asanteni sana. Basi mimi nimefananisha, kuna nyingine niliona sasa ile haikuwa alivunja sheria lakini tu traffic wakisimamisha, ndani ndo mali sita ambayo niliona gari fulani ya kifahari, ile ilikuwa ya serikali, ilikuwa ni gari fulani ilikuwa ya binafsi, kana simamisha akaondoka zake. Hii ni ya Dodoma kweli, hii ya Kihonda Morogoro. Bwana, sasa ni matukio ambayo yanaanza kuonekana kama ya kawaida, yani kama inakuwa sifa kuu ya madereva, wale madereva magari ya serikali. Sasa nikupe takwimu ambazo zimewahi kurekodiwa kuwahusu madereva hawa, hususan ajali ambazo zinasababishwa na madereva magari ya serikali. Ukiangalia kwa mwaka 2024 pekee, katika kipindi cha miezi 6, yani kuanzia mwezi Mei hadi mwezi Novemba mwaka 2024, jumla ya watumishi wa umma 14 walifariki dunia kwenye ajali za barabarani ambazo zilihusisha magari ya serikali, huku chanzo cha ajali hizo zote zikitajwa kuwa ni mwendo kasi na uzembe wa madereva wa magari hayo. Uzembe. Sasa hiyo 14 waliofariki, achana na wale walioachiwa ulemavu wa kudumu. Na nikakutajia ajali hizo sasa. Kumbuka Novemba 3 mwaka 2024 pale Mbeya, magari ambayo yalihusisha ilikuwa ni gari la mdhibiti na gari la ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, na gari la mfuko wa pensheni kwa watumishi wa umma PSSF, ambavyo ilisababisha watumishi 5 kufariki pamoja na majeruhi 3. Na Oktoba 23 mwaka 2024 pale Misenyi Kagera, gari la ofisi ya wakala wa barabara TANROADS
ilipata ajali na kusababisha vifo vya watumishi 3 wa TANROADS. Na chanzo ni kile kile. Hata Oktoba 21 pia pale Njiri, Singida, gari ya Wizara ya Kilimo ilisababisha vifo vya watumishi 5 wa wizara hiyo kutokana na ajali ambayo ilisababishwa na mwendo kasi wa dereva wa gari hiyo. Hasa hii ni vitu ambavyo vinaanza kuonekana kama vya kawaida. Yaani kukutana na gari ya serikali wewe uko mwendo wa ngiri, yani hiyo ni kawaida hata kama hawawahi sehemu yoyote. Yani wao kila mwendo wa ngiri. Mwendo wa ngiri. Ndio akimbia kwa mwendo kasi. Sio shako ngiri kitembea kistaarabu. Kwa hiyo anapita hata kwenye hizi nini kasi wanaondoka. Hizi ni ambazo zimerekodiwa. Unajua kuna ajali nyingi ambazo wakipita hizi barabara zetu za mitaani hizi. Wanagonga sana watu. Na inaishia huko jamani nilipita hapa, nilipita. Yes nini sijui. Yes nini. Unajua? Kwa hiyo ni mambo ambayo yamekuwa yakiripotiwa na kusemwa. Yaani wenzetu wao wana guarantee vipi? Mbona unajua sio tu hatari kwa maisha ya watumiaji wengine wa barabara, bali hata kwao. Unajua wote ukiwa na haraka vipi ukikutana na ajali kidogo hiyo safari imeishia hapo. Hata ile kupita kwenye service road wao ndio walikuwa wanaongoza kipindi fulani hapo. Na baadaye wakajitetea kwamba mabosi zetu wanasikiza mimi nachelewa pita hapa. Mimi na shuhuda moja. Nitaelezea nikifika mbele nikikamata. Na kweli sasa hiyo jeuri ndio ikawa inafanya madereva hata akiwa wenyewe kwenye gari tu anaamua kupita na kutaka. Najua itapigwa simu moja itaondoka. Na shuhuda moja, siku moja nilikuwa na rafiki yangu mmoja kwenye usafiri. Tulipitwa na ile gari moja serikali. Jamaa wangu alikaa pembeni akaniambia kwa hii speed huyu afiki hapo Mwenge hapo afiki. Atoboi. Kweli bwana. Tumesogea mbele kidogo tumeona mzinga umepigwa hapo, mtu yuko zake kakumbatia mti. Sasa nikamwambia jamaa wewe ni mtabiri sana. Akasema huu sio utabiri. Yaani kuna vitu vingine sio utabiri. Yaani unaona matokeo. Kwamba hiki matokeo yake ni haya. Yaani hujatabiri pale. Hutaji kuwa nabii. Hutaji kuwa shekhi. Sasa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliwahi kutoa onyo na wito kwa madereva wa serikali kuzingatia sheria na kuwa mfano bora kwa madereva wengine kwenye matumizi ya barabara. Na mara nyingi alikuwa akisisitiza kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia swala hili. Sasa wito unatolewa, tunaripoti yale. Mipango ya Mungu ipo, lakini kuna mengine tunaanza sikupanga. Hata Mungu mwenyewe anakaa zake anasema jamani. Amesipanga hii. Tumsikilize kwanza Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wakati akitoa wito huo kwa madereva hao wa serikali katika moja kati ya mikutano yao muhimu ya vyama vyao hivi vya madereva wa serikali. Dereva wa serikali bila kupata ajali inawezekana, kazi iendelee. Hii kauli hii ni halisia na ni kweli, inawezekana kuendesha gari bila kupata ajali kama tu utazingatia mambo yote muhimu yanayokupaswa kuyafuata unapoendesha gari, si tu ya serikali lakini popote unapoendesha gari. Kauli hii kwa upande mwingine inasisitiza utendaji kazi unaozingatia maadili ya taaluma ya madereva wa serikali ambayo yanamtaka kila dereva kuzingatia na kutii sheria za usalama barabarani. Na kwa maneno mengine ni msisitizo tu kuwa ukiwa dereva hasa wa serikali haimaanishi kuwa huko juu ya sheria, bali kila dereva anatakiwa kuwa mfano wa kuzingatia sheria, na hasa dereva wa serikali ambao unajua sheria za serikali yako. Ni nyie madereva wa serikali kwa kioo kwa jamii, ili madereva wengine wawaige nyie. Zingatieni sheria za usalama barabarani. Sasa leo tunazungumza tukiwa tunaomboleza kifo cha mkurugenzi mkuu wa TANESCO, lakini pia na dereva naye alikuwa anaendesha naye amefariki dunia. Dereva anaitwa Bwana Muhajiri Haule. Pia amefariki. Mondoka. Sasa unajua tunazungumza haya kwa sababu gani? Najua hii wiki ni wiki ya sikukuu. Kwa hiyo kwa viongozi wengi wa umma wana mtindo ngoja nikimbie nyumbani mara moja.
Msalimie. Ni ile sentence nikimbie nyumbani mara moja. Na familia. Ile ya kukimbia nyumbani mara moja ile. Kimbia nyumbani mara moja, nenda nyumbani. Nenda. Taratibu, nenda nyumbani taratibu. Yaani ile nikimbia nyumbani mara nyingi huwa inakuwa ina matokeo ambayo mimi hata nikipanda basi tu tukianza kukimbia, kwa mfano unapenda sana kusafiri usiku. Kianza kufika saa 7 usiku, dereva si anaona mmeshaanza kulala wengi, kwa anaamua kuwahi zake. Mmoja dereva, wewe sisi ndo tunaenda. Sisi tunaamua kusafiri usiku. Taratibu tunafika makwetu asubuhi. Unaenda wapi? Au wewe una haraka? Kuna sehemu unawahi tushuke wewe ukimbie fast. Utatukuta hapo. Utatukuta hapo. Kimbia haraka alafu uturudie. Sababu wewe unakimbilia wapi mtu anaenda nyumbani kwake? Ni mambo ambayo yani kimbia haraka nyumbani, usikimbia haraka nyumbani, nenda tu taratibu nyumbani kwako. Dereva naye aende taratibu nyumbani kwake. Na viongozi unajua kwa mfano kwa mimi huwa muoga sana kwa mtu ambaye kwa mfano hawa mabasi ya abiria wana utaratibu sasa hivi wa kusafiri wawili. Kisheria hiyo kwamba kupokezana kwa ajili ile mmoja uchovu, huyu mpaka hapa, mmoja anapumzika. Serikali ile dereva huyo mmoja. Na ile mheshimiwa na ruti nyingi, uchovu wakati mwingine unajua zile. Yani muda wote yuko attention, twende amsha. Ndio nimesema. Twende amsha. Mteja mimi namjua muda wote anakuambia dereva. Yani bosi afikiri mimi nilichoka labda. Yani kwa Dodoma mkakati kidogo kafanya kikao kamaliza akamwambia tugeuze. Tugeuze. Ajua ulipumzika, ulilala. Nataka tu chap chap. Kuna haja ya kuzingatia masuala muhimu, lakini pia hata kwa viongozi wenyewe. Unajua kuna kipindi fulani speaker alitoa, bwana msipande bodaboda wabunge. Ndio tusababishia hasara uchaguzi, unajua. Alikuwa anahofia masuala kama haya ya ajali ambazo zinaweza kusababisha kuhatarisha maisha yao viongozi. Lakini pia ukiangalia kuna baadhi ya viongozi huwa wanathubutu kuendesha magari wenyewe. Nasema kuthubutu kwa sababu sio madereva ambao wanaendesha mara kwa mara. Unajua kuna udereva kuna kuendesha mara kwa mara na sasa safari ndefu. Nakumbuka hata kile kifo cha balozi Mush, nakumbuka wakati ule. Alikuwa balozi wa Tanzania nchini Austria. Nakumbuka ndio. Januari mwaka 2022 alifariki dunia kwenye ajali akiwa anaendesha yeye mwenyewe. Alikuwa anaenda nyumbani na yeye. Hivi. Muhimu tukumbushane tu, hakuna tofauti kati ya gari ya serikali na magari mengine kwenye swala la kifo barabarani na sheria zake. Yani hakuna tofauti kwamba hii inaweza kukimbia sana, hii taratibu zote ni gari zile zile. Hakuna sheria mpya za madereva hawa na madereva hawa. Wanafuata sheria moja. Na vile vibao vya usalama barabarani ni vya wote. Kwamba hapa bwana ni za wote. Hapa tembelea 30 ni za wote. Maana kuna wanajua ile barabara eneo hili kuna labda matuta. Na zile hazijawekwa kumchelewesha mtu yoyote mwenye gari. Sababu lengo la huyu mwingine ambaye anakimbia anaamua kupita sema 30 anakimbiza zake 50, anaamini kwamba hii 30 ilikuwa kunipunguzia speed yangu. Kuna wengine wanapunguzia speed, hapana. Ilikuwa ni kukulinda, kukusaidia tu kwamba walikaa kaona eneo hili kuna hiki na hiki, kuna tahadhari hii na hii na hii, wapunguze mwendo. Sasa wewe unapishana na wataalamu walioweka vibao vile. Unataka kuokoa muda wako ambao mwisho siku unapoteza maisha yako. Tuambiane tu kweli. Hakuna service road ya dereva wa serikali na dereva wa kawaida. Zote ni service road, au zake kupita basi. Kama una haraka utoka mapema. Kama una haraka wahi mapema. Kama utafuta njia mbadala, panda ndege, lakini usikimbize kwa sababu tu unawahi. Unawahi wapi? Utajikuta umewahi kumbe ndo unawahi. Na kule watu wanapokelewa tu. Na kule ndeka mbili tu. Mbinguni haina shida. Wale wana shida. Hata usiponda bila hodi wao wanakupokea. Mpokea. Ila kwa kweli ni jambo ambalo linasikitisha na linaendelea kumaliza Watanzania wengi. Unajua ajali ni sababu ya pili ya vifo nchini. Ukitoa maradhi. Ndio. Ya pili ni ajali. Kitu ambacho kitazama unaona kabisa kama kinawezekana kupungua. Inawezekana. Kwa sababu ukiona kuna kipindi ukituliwa mkazo barabarani, usimamizi ukawa mkubwa na nini, ukienda kwenye takwimu unakuta ajali zimeshuka. Sasa juiza ni mpaka tusimamiwe, yani ni mpaka hatua 3 polisi, hatua 3 kizingiti, hatua 3. Sasa unajua hata takwimu za mara ya mwisho za jeshi la polisi zilieleza wazi kwamba 97% za ajali ya barabarani ni makosa ambayo yanatokana na sababu za kibinadamu. Unajua? Yani sio zile sababu ambazo labda
punch, hauna ujanja. Nini yani 97% ni makosa sababu hata dereva anauliza kabisa, "Oya mbele wapo?" Akiambiwa wapo anaamsha speed. Wewe uoga unaenda taratibu kwa sababu ya anapunguza speed kwa sababu ya askari. Sasa hivi wameshalala tuondoke. Hiyo haikuwa kwa ajili yao, haikuwa na kulinda wewe na uhai wako. Sasa unakimbia, unaona kama unamkomoa, unatengeneza kifo chako peke yako ambaye ukijui. Tuendelee kukumbushana. Tuendelee kukumbushana. Bwana, asante sana kwa wale